Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 13 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema DC atangaza vita wazazi wanaoficha wenye ulemavu. DC atangaza vita wazazi wanaoficha wenye ulemavu. Lakini maambukizi kwenye damu tatizo hospitali za rufani. Maambukizi kwenye damu tatizo hospitali za rufani. Lakini bado kuna habari inayosema miaka 62 ya mapinduzi, wafungwa waliopata msamaha wafunguka. Miaka 62 ya mapinduzi, wafungwa waliopata msamaha wafunguka. Ni walioachiwa kwa msamaha wa Rais Mwinyi, walitumikiwa vifungo virefu wamo waliokaa gerezani kwa zaidi ya miaka 26. Lakini uthibitisho wa uongo chanzo kesi kutupwa. Uthibitisho wa uongo chanzo kesi kutupwa. Lakini kuna habari inayosema simulizi wasioona kwa Januari hadi Desemba ni shida, wanakula mlo mmoja. Lakini kuna habari kimataifa inasema Irani yailaumu Marekani uchaguzi Uganda wa pamba moto. Hizo ni habari za kimataifa, inasema Irani yailaumu Marekani, lakini uchaguzi wa Uganda wa pamba moto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenyewe linaanza na habari inayosema Baba Levo wa kwa Kisiki. Baba Levo na AG wa kwa Kisiki. Lakini kitimtimu cha usafiri. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema kitimtimu cha usafiri. Wazazi wa haha kusafirisha wanafunzi wakieleza kilichowachelewesha. Wenye mabasi kicheko, magari yakifurika abiria. Lakini undani wa biashara ya sehemu za siri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inasema undani wa biashara za sehemu za siri. Lakini miaka 62 ya mapinduzi na mageuzi ya kiuchumi. Miaka 62 ya mapinduzi na mageuzi ya kiuchumi. Lakini kuna habari inasema Bobi Wine Museveni jino kwa jino. Bobi Wine na Museveni jino kwa jino. Huu ni uchaguzi mkuu kwa Uganda. Bobi Wine na Museveni sasa ni jino kwa jino. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema Kundo agiza mkandarasi aliyetelekeza mradi achukuliwe hatua. Kundo aelekeza mkandarasi aliyetelekeza mradi achukuliwe hatua. Lakini MV Kazi kuanza leo, Azam kusafirisha wanafunzi bure. MV Kazi kuanza leo, Azam kusafirisha wanafunzi bure. Lakini Kikwete, mapinduzi yameibadilisha Zanzibar. Huyo ni Jakaya Mrisho Kikwete asema mapinduzi yameibadilisha Zanzibar. Wadau wa mpatano Mwinyi kuondoa ubaguzi. Wadau wa mpatano Mwinyi kuondoa ubaguzi. Lakini mabadiliko chanya ya mtazamo mfumo unaopatikana katika familia. Na bandari ya abiria kuhamia Maruhubi. Bandari ya abiria kuhamia Maruhubi. Lakini vikosi vya ulinzi vyazungumzia amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema Mirerani wabaniwa maji bei ya paa. Mirerani wabaniwa maji bei ya paa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema bandari kufungua zaidi milango ya utalii. Huyo ni Masauni yasema. Lakini Dr. Mwinyi atunuku nishani za mapinduzi. Huko ni kilele cha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini vikosi vya ulinzi vya pamba kilele miaka 62 ya mapinduzi. Wanu apania kuinua elimu Makunduchi. Huyo ni Wanu waziri apania kuinua elimu Makunduchi. Lakini serikali itaendelea kuimarisha huduma
za afya. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za afya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kimataifa, serikali ya Sudani yarejea mji mkuu wa Khartoum. Serikali ya Sudani yarejea mji mkuu wa Khartoum. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema bandari ya Tanga yavuka malengo. Lakini Rais Samia ataka mapinduzi yalindwe. Rais Samia ataka mapinduzi yalindwe, lakini yarithishwe kwa vizazi vijavyo. Lakini kuna habari inasema vikosi vya Zanzibar vyafanya matembezi ya mshikamano, na Dr. Migiro kuhitimisha ziara Dar es Salaam leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenyewe asubuhi ya leo, ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Dodoma yazifunda taasisi za ununuzi wa umma. Lakini athari za matumizi ya simu kwa watoto, na serikali yaonya wataalamu wa ardhi wasio waadilifu. Serikali yaonya wataalamu wa ardhi wasio waadilifu, yahimiza uadilifu kuhakikisha migogoro ya ardhi inatatuliwa, haitavumilia wanaojihusisha na upigaji dili. Lakini Migiro afunguka ujenzi wa CCM, na Tanzania ina fursa kubwa kuendeleza nishati ya joto ardhi. Lakini mabilioni ya Rais Samia yazidi kuchochea maendeleo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linaanza na habari inayosema Tanzania yanadi utajiri wa joto ardhi. Tanzania yanadi utajiri wa joto ardhi, na Dr. Migiro kukamilisha ziara Dar es Salaam leo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inayosema fursa kemkem kusoma Uturuki. Lakini miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, Rais Samia ahimiza amani na mshikamano, na wajasiriamali wafunguka umuhimu wa amani nchini, na Dr. Mwinyi ajivunia mafanikio yaliyopatikana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele linaandika Waziri Ndejembi ainadi Tanzania fursa za uwekezaji nishati ya joto ardhi. Lakini serikali yawapa ahueni waliofeli mtihani wa kidato cha pili. Serikali yawapa ahueni waliofeli mtihani kidato cha pili, na Dr. Mwigulu aongoza kikao cha kazi. Na mapinduzi, Rais Samia ataka uzalendo na umoja, awataka wananchi kuyaenzi mapinduzi ya Zanzibar kwa kufanya kazi kwa bidii, kuongeza mshikamano na kujenga tabasamu la utu. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Mwinyi tunaimarisha muungano wa Tanzania kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hilo ni gazeti lako la Machinga ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika wanafunzi wa vyuo vikuu wametakiwa kujiepusha na ndoa za rejareja. Wanafunzi wa vyuo vikuu watakiwa kujiepusha na ndoa za rejareja. Hiyo ni habari kabisa ukurasa wa juu kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa. Lakini kuna habari inayosema baba anayehukumiwa kumfanyia ukatili mtoto Kinyerezi akamatwa. Baba anayetuhumiwa kumfanyia ukatili mtoto huko Kinyerezi akamatwa. Lakini waziri mkuu ameongoza mawaziri watendaji wakuu kwenye mkutano wa kazi. Tanzania ina fursa kubwa kuendeleza nishati ya joto ardhi. Huyo ni Waziri Ndejembi asema Tanzania ina fursa kubwa kuendeleza nishati ya joto ardhi. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti lako kwenye kurasa za michezo na burudani. Linaanza na habari inayosema Yanga Azam fainali ya kiufundi Gombani leo. Kuelekea Mapinduzi Cup, Yanga na Azam fainali ya kiufundi Gombani leo. Lakini
Awesu atambulishwa polisi Kenya. Huyo ni Awesu atambulishwa polisi Kenya. Na beki Ali ayokoa Geita Gold Championship. Beki Ali ayokoa Geita Gold Championship. Lakini Waziri Junior ajipanga kufunga ligi kuu. Waziri Junior ajipanga kufunga ligi kuu. Lakini bado kuna habari inayosema Aisha Masaka kutimkia Saudi Arabia. Aisha Masaka kutimkia Saudi Arabia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika kiungo Ouma atemwa Simba. Kiungo Ouma atemwa Simba. Lakini Diara aibeba Yanga Afcon. Diara aibeba Yanga Afcon. Beki ya Sinki kurejea Singida Black Stars. Beki ya Sinki kurejea Singida Black Stars, huku Ruben Rianga atajwa kutua JKT Tanzania. Ruben Rianga atajwa kutua JKT Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Yanga Azam za kamiana fainali Mapinduzi. Yanga Azam za kamiana fainali Mapinduzi. Lakini makocha Taifa Stars kusaka vipaji bara na Zanzibar. Makocha Taifa Stars kusaka vipaji bara na Zanzibar. Lakini Dr. Mwinyi afurahia ujenzi wa miundombinu ya michezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako gazeti la Uhuru lenye linaandika Yanga Azam FC finali ya kibabe. Yanga Azam FC finali ya kibabe. Ukweli afya ya Ali Stars uko hivi. Lakini Migwede Isa Simba hapotoshi Januari 31. Huyo ni Migwede asema Isa Simba hapatoshi Januari 31. Lakini Juksi atakata tuzo za Afrimama. Juksi atakata tuzo za Afrima. Lakini joto la ushindani lazidi kupamba fainali za Mapinduzi. Joto la ushindani lazidi kupamba fainali za Mapinduzi. Lakini kwenye gazeti ya Taifa Tanzania linaandika kwenye michezo jeuri nyingine ya rejea Yanga. Jeuri nyingine ya rejea Yanga, Simba nafasi 5 kuimarisha kikosi. Hiyo ni habari endelea ukurasa 14. Lakini kimataifa Barcelona watwaa ubingwa wa Spanish Super Cup. Barcelona watwaa ubingwa wa Spanish Super Cup. Lakini kwenye gazeti lako la Majira kwenye michezo naandika Azam FC Yanga fainali ya kibabe leo Mapinduzi Cup. Lakini kuna habari inayosema kocha Simba hataki masihala kwenye usajili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo naandika Yanga Azam kazi ipo leo Mapinduzi. Lakini kuna habari inayosema Masaka ndiyo basi tena Brighton atemwa. Lakini Simba yapania kuimarisha kikosi. Lakini kimataifa kuna ulimwengu wa ndondi Manny Pacquiao kutua Tanzania. Huyo ni Manny Pacquiao kutua Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika Malindi ya upoa kocha Mbeya City. Lakini Yanga Azam finali kihistoria NMB Mapinduzi Cup. Na Azam ya jinata kubeba kombe mbele ya Yanga. Azam ya jinata kubeba kombe mbele ya Yanga. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Mapinduzi Cup leo Jumanne, Azam na Yanga fainali yenye Pemba mambo ni moto, makocha watambiana. Hiyo ni fainali ya Mapinduzi Cup huku makocha tambiana, lakini fainali ni moto. Lakini mambo mawili makubwa ni fainali Yanga dhidi ya Azam. Lakini striker mpya Simba apewa miwili. Striker mpya Simba apewa miwili. Wanaombeba Maua Sama. Wanaombeba Maua Sama ni wakina nani? Ni hawa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo linaandika Yanga Azam fainali ya kibabe leo. Ni Pedro Ibenge, kila mmoja anataka kuanza mwaka 2026 kwa kubeba kombe la Mapinduzi. Lakini beki Asante Kotoko kusajiliwa Simba. Beki wa Asante Kotoko kusajiliwa Simba. Na ni ubora wa Rafinha waibeba Barcelona. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo
ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.